Mtazamaji wa Mnyasa Media, mbele yangu ni Mnandi Jeyala, Mnandi Junior, shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Niko naye hapa kuzungumzia mchezo wa Simba na kundi la Simba. Mchezo wa Simba kwa maana ya Simba dhidi ya Petro Atletico kutoka kule nchini Angola. Mchezo utakaopigwa ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Mchezo wa kwanza kabisa katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa. Lakini vile vile mnyama Simba ana mpinzani mwingine ambaye hajawahi kucheza naye. Hapa namzungumzia Esperance de Tunis. Huyu mpinzani kidogo kabisa kutoka kule nchini Tunisia na timu nyingine kutoka kule nchini Mali. Na yenyewe tutaenda kuichambua, tuone ubora wake, udhaifu wake na ugumu wake, na Simba afanya nini kuelekea kwenye michezo yake katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mnandi Junior Jeyala, shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, mambo vipi? Bwana fresh. Bwana, mambo yanakwenda Kama kawa. Bwana, mna kigogo Petro Atletico de Luanda. Ana historia ya kucheza na Mamelodi mara kadhaa na kupata matokeo mbele ya Mamelodi. Lakini vile vile amekuwa na historia ya kufika mbali zaidi, kwa maana ya kufika hata hatua nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mnaenda kucheza naye sasa, mpo naye kwenye kundi moja, mecha nyumbani na mecha ugenini. Bwana, tukianzia hapa, unaionaje Petro Atletico kutoka pale nchini Angola? Petro Atletico kutoka Angola ni timu nzuri, ni timu kubwa kwenye bara hili la Afrika. Pamoja kwenye renki sisi tumewazidi ubora, lakini ni timu kubwa kwa sababu katika kipindi hiki cha karibuni walishawahi kucheza mara kadhaa hatua ya semi-final Champions League. Sio timu ya kawaida, lakini hata ukiona msimu miwili nyuma walikuja kutolewa na TP Englebe Mazembe kwenye hatua ya robo finali, ambaye kwenye hatua ya makundi walicheza mchezo bila kuruhusu goli lolote mpaka wanamaliza mechi za makundi. Lakini wamekuja kwenye hatua ya robo finali, mchezo wa kwanza ulipigwa pale Lubumbashi pale Kongo, wakatoka suluhu bila kufungana, lakini mchezo wa pili ulipigwa pale pale kwao Angola. Mwisho wa picha TP Englebe Mazembe akitoka na ushindi wa goli 2-1 akienda hatua ya semi final, na Petro Atletico akibaki kwenye hatua hiyo, ambaye hata sisi msimu huo pia tulishia hatua hiyo hiyo ya robo finali ya Champions League. Lakini binafsi naamini sisi ni hatua yetu kubwa ambayo tumepiga kwa ajili ya kukaa vizuri kwenye renki, kwa sababu tuna muendelezo, hatujawahi kupotea kwenye hatua hizo. Kwa hiyo kila mwaka huwa tunaishia hatua robo finali, lakini mwenzetu alishawahi kufika hatua hizo za nusu finali, lakini bado hajatuzidi sisi kwenye ubora, kwa sababu kuna mapindi anapotea kabisa kwenye lamani, lakini sisi tumebaki pale pale toka 2019 mpaka leo, bado tumestiki kwenye eneo lile lile. Kwa naamini sisi tuko bora kwenye renki, lakini tukienda kwenye swala la performance wanaonekana kwamba wao walipotea misimu kadhaa, lakini naamini msimu huu unaonekana wamerejea na wao wanahitaji kurudisha heshima yao kama walikuwa nayo kwenye misimu kadhaa ambayo imepita. Mimi naamini mchezo wa kwanza utapigwa hapa Dar es Salaam kiwanja cha Benjamin Mkapa tarehe 23 siku ya Jumapili majira ya saa 10 jioni dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Naamini mechi itakuwa ngumu, itakuwa tough, itakuwa mechi ya ushindani. Haitakuwa mechi nyepesi, kwa sababu ukiangalia hata wale Diagosto tuendaga kucheza nao kipindi cha Juma Mgunda misimu miwili iliyopita, tuliwafunga goli 3-1 pale kwao, lakini wakaja nyumbani wakakaza, tukawafunga goli 1, tukawa tumequalify kwa goli 4-1. Lakini pia msimu uliopita tumekuja kukutana nao ndugu zao wengine kutoka pale pale Angola ambao tumecheza nao Bravo. Wamekuja hapa mchezo wa kwanza hatua ya makundi, tumeanza nao hapa tukawafunga goli 1-0. Tena kwa shida kabisa, sababu na wao walipata mkwaju wa penalty, lakini golikipa wetu ambaye ni injury kwa sasa, tutamkosa zaidi ya miezi 8, Pinpin Kamara akacheza mkwaju wa penalty, ukatuweka salama na tukapata pointi 3, tukaenda mechi inayofuata. Lakini tukaenda kwao pia tukacheza nao, tukatoka sare ya 1-1 pale pale nyumbani kwao. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba timu za kutoka Angola sio timu nyepesi hivyo, yani hazikubali kufungwa mechi zote mbili kirahisi, hata kama unawafunga basi kwa shida sana. Kwa hiyo mimi naamini hautakuwa mchezo mpesi, kwa sababu wao Petro ndio walioonyesha ramani ya soka kwao na waliweza kubeba taifa lao kupeleka timu 4. Wao ndio wamesababisha hizo nafasi, na sisi Simba Sports ndio tumesababisha hizo nafasi kupeleka timu 4 kupitia taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo mimi naamini utakuwa mchezo wa kiushindani, utakuwa mchezo bora, lakini Simba Sports kwa jinsi tulivyojipanga tutapambana na tunahakikisha tutatafuna huo mfupa mgumu na tutapata alama 3, tutaelekea kwenye mchezo ambao unafaa. Mnakwenda kucheza vile vile na Esperance de Tunis. Wababe hawa wa kaskazini wamekufanya vyema kabisa mbele ya Al Ahly ya Misri. Historia haidanganyi. Bwana, Esperance de Tunis, wababe hawa wa kaskazini, wanawaje na ubora wao ukoje? Na wao kuingia finali kwao, wanaingia kwao sio jambo la kushangaa, lakini vile vile kucheza nusu finali kwao sio jambo la kushangaa, na robo finali kucheza kwao ni jambo la kawaida. Unaionaje Esperance de Tunis? Ukizungumzia Esperance de Tunis unazungumzia majiant wa klabu bingwa barani Afrika. Maana wao shirikisho yani itokee, lakini wao asilimia kubwa kila siku wao wanastiki kwenye Champions League, kwa sababu toka 2019 kumbukumbu yangu sisi tunatinga hatua robo finali, wao binafsi tuliwakuta bado huko kule kwenye renki juu, na nafasi yao kubwa ni ile nafasi ya 3, wao wanacheza ya pili, yani hawajawahi kushika kuanzia nafasi ya 5 kushuka chini. Maana wao wanastiki kwenye nafasi hizo, maana wanaonesha muda wote wapo kwenye ubora, kama Simba alivyoingia toka 19 mpaka sasa bado wanaendelea kutengeneza
20 na anatengeneza kukaa kwenye nafasi nzuri kwenye renki kutoka nafasi ya 16, lakini mpaka sasa tuko nafasi ya 5 barani Afrika. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwao naamini Simba Sports ataendelea kupambana na huyo mtu kuhakikisha anaenda kumvua vyeo, anaenda kukaa yeye kwenye nafasi ambayo yupo sasa. Kwa sababu binafsi si tulienda kumvua Wydad Casablanca ambaye alikuwa nafasi ya pili muda wote kwenye Champions League pamoja na shirikisho kwenye renki pale. Lakini binafsi Simba Sports ndio wanaweza kumuondoa kwenye ramani na kumshusha mpaka nafasi ya 8. Kwao naamini huu ni wakati mwingine pia wa kwenda kumshusha vyeo Esperance de Tunis kutoka pale Tunisia kwenye ardhi ya nyumbani Tanzania, na tutaanza hapa kibarua cha kumuondoa ili ajue kwamba sisi ndo Simba, sisi ndo wana ubaya ubwela. Yani hapa lazima anyonyolewe. Yeye kwake hata akibisha, lakini hapa sisi tutamnyoosha. Yani hapa sio kubisha, hapa sisi tutamnyoosha. Kwa naamini Esperance de Tunis ni timu kubwa. Na uwezi kusema wewe mkubwa hujawafunga wakubwa. Na mimi dua langu lote kwenye hatua ya makundi niliomba tukutane na Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns au Piramidi, kwa sababu hao watu hatujawahi kukutana nao, ama huyu Petro. Lakini kwa bahati nzuri tumedondoshewa wawili. Tumedondoshewa Petro, lakini tumedondoshewa Esperance de Tunis. Mimi naamini hawa tutaenda kuwanyoosha na tutaenda kuwakanda vizuri ili waiheshimu. Hii ndio Simba ya kimataifa. Sio Simba labda ya kubebwa. Simba inashinda kwa uwezo wake, na ndio maana imekaa nafasi ya 5 kwenye renki, haijakaa kwa kubebwa. Kwa hiyo tunataka kumuonyesha wewe nafasi ya 3, sisi nafasi ya 5. Kwa hiyo tunampiga yule, afu tunamshusha kwenye renki, arudi huko akasome namba ya jezi. Maana mpaka sasa bado sisi tunasoma namba yake ya jezi toka 2019. Lakini Wydad Casablanca saizi anasoma namba ya jezi ya Simba Sports toka msimu unaoisha. Na huu msimu unafuata pia anaendelea kusoma namba ya jezi. Kwa hiyo na huu ni muda wake pia wa kumpromosha kwenye renki, aende madongo poromoka. Maana ameshindwa kwenda kwenye namba 1. Tunataka kwenda sisi kwenye hiyo namba 1 ambayo yuko national hali. Bwana, na mshindani wenu aliyebakia ni kutoka kule Mali. Na mwenyewe unamzungumziaje? Huyu Stade Malien binafsi sio timu nyepesi, ni timu ngumu. Pamoja tukiangalia kwenye renki tumeiacha mbali, lakini mimi kikubwa naamini football lazima umheshimu mpinzani wako ndipo uende kupata matokeo. Kwa binafsi Mali ni taifa kubwa kwenye mpira, kwa hatutoweza kulidharau. Tutapambana kuhakikisha tunapata alama ili kuweza kuvuka. Kwa hiyo naamini wale wote watakakanyaga Benjamin Mkapa. Haijalishi wewe unatoka taifa gani. Hata kama unatoka Uingereza, unatoka Spain, sawa? Unatoka Ujerumani, ukikanyaga hapa lazima upigwe. Yaani ukikanyaga Benjamin Mkapa lazima ufe. Ndio hiyo mikakati yetu. Yaani sasa tucheki na mtu, sasa tunacheka na nyavu tu. Kwa hiyo yote atakanyaga Benjamin Mkapa hakikisha anaacha alama 3. Hiyo ndo kauli mbiu yetu. Ubaya ubwela season 2 lazima kila mtu aache alama 3. Hiyo ndo kauli mbiu. Hawezi kuondoka Benjamin Mkapa bila kuacha alama 3. Lazima uache alama 3, nenda kanungulikie nyumbani kwako. Huo ndo mpango mkakati. Kwa naamini hawa Stade Malien binafsi waje kimkakati, lakini hapa watanyonyolewa tu. Sababu sisi hatutaki masiala. Nakumbuka tushawahi kupiga mtu goli 7. Kala 7, Oloya kutoka Guinea alikuja hapa akaenda kule kwake akajifanya namna gani? Akaja hapa akajifanya yana ubora, akaja hapa kala chuma 7. Hapa 7 bila akachezea hapa. Sababu aliamini kwamba sisi ni kibonde. Ni timu ya kawaida, kwa sababu kwake alitubahatisha kutupiga kigoli kimoja, akaona kwamba akija hapa atavimba. Kaja hapa kala chumba 7, analalamika. Hii ndio Simba Sports. Kwa hiyo ajiandae Stade Malien pia kuja kuchezea hapa. Za kutosha. Tutaki masiala na timu yetu kama unavyoona halitaki kupoa. Kila siku ni acheza friendly match. Kwa sababu tuna wiki nzima hii. Lazima tujiweke sawa sawa kuelekea huo mchezo, kwa sababu ligi hakuna, ligi imesimama. Sasa hizi kuna break ya FIFA, timu ziko kwenye mataifa yao kwa ajili ya mechi za kimataifa. Kwa hiyo naamini wakirejea wanakuta wenzao tayari wako fiti, na wao kule tunaomba walioenda kule pia wacheze kwenye michezo ambayo wanapata hii ya grafiki, wacheze ni mradi kujiweka sawa sawa. Kwa hiyo kwa namna hiyo Mnandi Junior unahakikisha kwamba mnyama Simba atatinga hatua ya robo finali kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu. Wewe piga mstari, sio jibu. Unaenda na nani sasa? Piga. Tunaenda sisi na Esperance de Tunis. Wewe unaona hapa naenda nani mwingine? Unampigia hesabu kwenda nani? Petro au nani? Yeye kama Petro aende huko. Lakini Simba Sports anaenda hatua robo finali. Kwa hiyo mnaongoza kundi? Sisi. Nia tunayo na uwezo tunayo. Yaani akijikanyaga tu Esperance de Tunis. Kama tumeongoza kundi zidi ya namba 1 barani Afrika, tushinde kuongoza kundi zidi ya namba 3. Kama tuliongoza hata hatujabahatisha. Maana kukusanya pointi sio kubahatisha. Zidi ya mwamba wa kombe la klabu bingwa barani Afrika national, tunaongoza kundi sio hata kwa goli. Sawa, 23 tumemzidi national hali. Unafanya masiala ni. Kwa hiyo mimi naamini binafsi kuweza kwenda kuongoza kundi zidi ya Esperance de Tunis ni jambo la kawaida, na naamini linawezekana. Hilo jambo linawezekana. Kama msimu uliopita tulikuwa na wale underground kwetu, lakini tukaenda baadaye tukaongoza kundi hatua ya mwisho, tukaenda kurudi pale pale kwenye nyang'anyiro yetu. Mtu tunamuongoza, tuna basikeli ya mwito. Ongoza tu kundi. Kaongoza kundi Constantine, lakini mwishoni kamba wewe kaa pale soma namba ya jezi. Yaani tunafunga hesabu vizuri, lakini hatuhitaji msimu huu kwenda kuongoza kundi hatua ya mwisho afu tunaenda hatua ya robo finali. Yaani msimu huu tunataka tuongoze kundi kabla hatujafuzu kwenda robo finali. Mapema kabisa tunataka tuongoze kundi. Sio tunaenda kuongoza kundi wakati tushafuzu. Hiyo habari. Hiyo mimi sihitaji. Kwa hiyo saizi mapema kabisa Esperance de Tunis sio kuongoza kundi. Lengo letu kumvua veo, tumshushe kabisa kwenye ramani. Akashuke pale kwenye nafasi ya 3. Kwa sababu tukikukushenyeta lazima tukupoteze, direction lazima upotee. Tunakushusha unaenda kusoma namba ya jezi.
Hiyo ndio mipango yetu. Kama tulimshusha Wydad, hii ni Zambia Space de Tunis kwenda kupromotion pale juu. Kwa unahakikisha kwamba safari nyinyi mnakaa juu kabisa kileleni. Hayo ndo malengo yetu. Ashuke yule tukakae kileleni pa. Sasa tunamtaka national size ndo tunamtafuta. Kwani Mamelodi sikakaa city ya watu? Yeye muda wote ataondoka city zao yake. Mamelodi city yake ya 4 ya 5 miaka yote ndo city yake. Kaipata yeye baada ya kumuondoa Wydad kwenye lamani ndo kaenda kukaa yeye. Kwa hiyo tunamwambia hiyo city sio ya kwake. Afanye usafi kwenye city yetu tunakuja. Hiyo city ambayo kama Mamelodi Sundown asingeipata baada ya sisi kumuondoa Wydad Casablanca. Tusingemuondoa hiyo city angeipata. Maana Wydad kila siku ilikuwa nafasi yake ya pili. Toka 19 nafasi yake ya pili hiyo. Yeye angeipatia wapi Mamelodi Sundown? Lakini hiyo nafasi kaipata baada ya sisi kumuondoa kwenye lamani yule mwamba na kushuka kwenda Madongo poromoka. Kwa hiyo naye ajiandae kwenye hiyo city kuporomoka. Tunaenda kumshusha namba 3, tunarudi wenyewe. Yeye naye anakuwa asome namba ya jezi ya Simba. Sio sisi tusome namba yake. Kwa hiyo mikakati ya Simba sasa mnataka mcheze klabu bingwa ya dunia. Ndio malengo yetu makubwa. Kumbe unajua, haya ndio malengo yetu. Huwezi kuwa timu kubwa kama ushezi mashindano makubwa. Wewe unashiriki mashindano yenu tu kwenye bara lenu. Unataka kushiriki kwenye mabara yote huko. Leo usikiliana na mabara yote, mnakutana kwa pamoja, mnashiriki kama kombe la dunia. Hicho ndio tunachokitaka sisi. Umeona bwana? Sasa lazima tukacheze ile kombe la mabara. Lazima tukacheze Simba Sports. Yaani hiyo ndo dhamira yetu. Wachezaji wenu wanatosha bwana? Wasitoshe kwa nini? Wasitoshe kwa nini? Kwani hao wanaenda kucheza wana wachezaji gani? Na usiwameenda. Kwa hiyo sisi muda wetu pia kwenda kucheza kombe la mabara. Na tutaenda. Naamini ndani ya msimu huu unaokuja na wasiwasi Simba Sports lazima akacheze kombe la mabara. Yaani hayo ndo malengo yetu makubwa. Hata tusipochukua kombe msimu huu wa Champions League, lakini kombe la mabara lazima tukashiriki. Hayo ndo malengo yetu. Yeah. Tumejipanga na tuko imara. Hatusumbuliwi na chochote. Tuko sawa sawa kuelekea mechi zetu hizo. Kuhakikisha tunaenda tunapopahitaji.